ya waumini 120 kutoka katika mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine Tanzania. Tuna utaarifu umma kwamba tumechukua hatua rasmi kikanuni kuandaa kuwasilisha pentestation nzito kwa Baba Mtakatifu wa 16 kupitia ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Kama mbona mwanzo tulianza kwenda kwenye ubalozi wa Vatican kuwakilisha hoja zetu na uzuri tulipokelewa. Kwa hiyo tunaendeleza kulalamika na kutaka kutendewa haki yale malalamiko yetu, hususan kwa viongozi wetu wa kiroho, wa kiimani, wa dini, ndugu Charles Kitima na askofu wangu Ruwaichi. Shtaka la kikanuni dhidi ya Askofu Judice Thaddeus Ruwaichi, tumeandaa petition. Pia inalenga shtaka zito la kikanuni dhidi ya askofu mkuu wa Dar es Salaam Ruwaichi, baada ya waumini kutumia haki yao ya halali kumwandikia balozi wa Vatican. Askofu huyu alitumia madhabahu, mahali patakatifu pa neno la Mungu, kuwatusi waumini hadharani kwa maneno kama yafuatayo. Nafikiri wote mlisikia. Aliita baadhi ya watu marofa, wananjaa, wapumbavu na kuoji uhalali wa Ukristo wao, ambalo jambo si la haki. Lakini pia tukiangalia Biblia inasema wazi kabisa, yeyote atakayemwambia ndugu yake mpumbavu atapata hukumu. Hii sio mimi, ni Mathayo. Ukifungua Mathayo 5 mstari wa 22 unasema hivyo. Lakini sio Mathayo tu, canon law inasisitiza, kanoni ya 220, heshima na utu wa waumini lazima vilindwe. Lakini kanoni ya 386, askofu awajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi, askofu awajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi mabaya. Kanoni ya 387, askofu awe kielelezo cha unyenyekevu na upendo. Lakini kama itoshi, kanoni ya 392, askofu azuie matumizi mabaya ya mamlaka. Lakini kwa kusisitiza zaidi, Papa Mtakatifu Francis alisema wachungaji si waamuzi wanaotoa hukumu, bali ni baba wanaoandamana na kondoo. Lakini mfano wa kitume na mapokeo ya kanisa. Katika historia ya kanisa, kukemea kwa heshima hakujawahi kuwa uasi. Mtume Paulo alimkemea Mtume Petro hadharani pale ukweli wa Injili ulipokuwa hatarini. Ya waumini 120 kutoka katika mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine Tanzania. Tuna utaarifu umma kwamba tumechukua hatua rasmi kikanuni kuandaa kuwasilisha pentestation nzito kwa Baba Mtakatifu wa 16 kupitia ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Kama mbona mwanzo tulianza kwenda kwenye ubalozi wa Vatican kuwakilisha hoja zetu na uzuri tulipokelewa. Kwa hiyo tunaendeleza kulalamika na kutaka kutendewa haki yale malalamiko yetu, hususan kwa viongozi wetu wa kiroho, wa kiimani, wa dini, ndugu Charles Kitima na askofu wangu Ruwaichi. Shtaka la kikanuni dhidi ya Askofu Judice Thaddeus Ruwaichi, tumeandaa petition. Pia inalenga shtaka zito la kikanuni dhidi ya askofu mkuu wa Dar es Salaam Ruwaichi, baada ya waumini kutumia haki yao ya halali kumwandikia balozi wa Vatican. Askofu huyu alitumia madhabahu, mahali patakatifu pa neno la Mungu, kuwatusi waumini hadharani kwa maneno kama yafuatayo. Nafikiri wote mlisikia. Aliita baadhi ya watu marofa, wananjaa, wapumbavu na kuoji uhalali wa Ukristo wao, ambalo jambo si la haki. Lakini pia tukiangalia Biblia inasema wazi kabisa, yeyote atakayemwambia ndugu yake mpumbavu atapata hukumu. Hii sio mimi, ni Mathayo. Ukifungua Mathayo 5 mstari wa 22 unasema hivyo. Lakini sio Mathayo tu, canon law inasisitiza, kanoni ya 220, heshima na utu wa waumini lazima vilindwe. Lakini kanoni ya 386, askofu awajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi, askofu awajibike kulinda
mahubiri dhidi ya matumizi mabaya. Kanuni ya 387, askofu awe kielelezo cha unyenyekevu na upendo. Lakini kama itoshi, kanuni ya 392, askofu azuie matumizi mabaya ya mamlaka. Lakini kwa kusisitiza zaidi, Papa Mtakatifu Francis alisema wachungaji si waamuzi wanaotoa hukumu, bali ni baba wanaoandamana na kondoo. Lakini mfano wa kitume na mapokeo ya kanisa. Katika historia ya kanisa, kukemea kwa heshima hakujawahi kuwa uasi. Mtume Paulo alimkemea Mtume Petro hadharani pale ukweli wa Injili ulipokuwa hatarini.